Ila 2050 ina mambo mengi, lakini tukiangalia dira, mambo iliyoyagusia kwa wanawake ni mrengo wa kijinsia. Mrengo wa kijinsia umegusa kwenye dira 2050. Na nimeona Minga wamepitiliza kwenye usawa wa kijinsia. Kwa kweli niwapongeze sana Minga, mmepitiliza. Yani nyinyi mmepitiliza kwenye usawa wa kijinsia, yani huko hakuna hata haja ya kuongelea. Lakini uwezeshaji kiuchumi, jamani, nilikuwa namsikiliza sana afisa maendeleo, sijui wengine mlimuelewa kama nilivyomuelewa mimi, ndio maana nilipiga makofi. Inawezekana watu wakajiuliza, hivi mama anapiga makofi ya nini? Jamani, tuchangamkie fursa wanawake. Fursa ziko nje. Jamani, mkopo wa 7% 442. Yani ameeleza vizuri. Sijui kama tulimuelewa afisa maendeleo. Jamani, tuchangamkie fursa. Ukatili tunaofanywa wanawake kwa 1% kubwa unatokana na utegemezi wetu kiuchumi. Kwa hiyo tuchangamkie fursa, na fursa ziko wazi. Naona afisa maendeleo mpaka alikuwa kama anabembeleza. Jamani, tuchangamkie hizo fursa. Afu mimi nikapenda kwa nikataka kumuuliza, hivi na sisi watumishi hivi tunaruhusiwa? Nikasema nitamfuata pembeni. Mbona vitu vitamu hivi? Hata wale kina mama ambao hawajafika wamekosa kitu kikubwa sana. Lakini uongozi na maamuzi, jamani, sina hata haja ya kusema. Kwenye ngazi ya mkoa tunamuona Mheshimiwa Yagi. Kipindi anapita naomba kura, na mimi nilikuwa napita huko kama bodaboda, na mimi napita huko mambo ya utulivu na amani, na mimi napita huko naongea tukakutana. Lakini leo kwenye maamuzi tunamuona. Lakini nikiangalia safu ya mbele, jamani, wanawake wanang'ara, wanawake wanapendeza, wanameremeta. Jamani, naomba tuendelee kushikana mikono, tutiane moyo, tusiangushane. Lakini huduma za kijamii, kwenye huduma za kijamii, Mheshimiwa Mwenyekiti, umetisha. Yani tunakimbizana na dira 2050. Tunakimbizana. Kwa kweli Mwenyekiti, hongera sana, na kamati yako umetisha. Lakini ushiriki kikamilifu. Nikiona kwa jinsi mlivyoongea, yani maongezi yote inaonekana kuna ushiriki wa wanaume na wanawake. Lakini naona kabisa ushiriki wa makundi maalum kwenye kata yetu ya Minga. Jamani, tuendelee hivyo wala tusiachane. Lakini sasa tukiongelea kuhusu maendeleo jumuishi. Kwenye maendeleo jumuishi, jamani, huku kuna mambo mengi. Lakini mimi kitu kimoja ambacho nilikuwa nataka nikiongee, kwenye maendeleo jumuishi wameongelea dira 2050. Lakini kitu kimoja tu ambacho nilikuwa nataka nikigusie ni mambo ya malezi na mambo ya maendeleo ya kidijitali, sijui huduma za kijamii na malezi. Nataka niongelee huduma za kijamii na malezi kwa sababu natokea dawati la jinsia na watoto. Jamani, maendeleo yanakuja na changamoto Hizi changamoto tuangalie jinsi ya kukabiliana nazo. Mimi kama nilivyotambulishwa natokea dawati la jinsia na watoto. Dawati la jinsia na watoto, na kazi yetu kubwa ni kushughulikia masuala yote yanayohusiana na ukatili na unyanyasaji wa kijinsia. Na mimi ndio mchaji wa mkoa. Sasa, kwenye swala zima la malezi na makuzi, wazazi wenzangu na walezi tumejisahau. Tunakimbizana kweli na haya mambo ya kiuchumi. Tuyajisahau kwenye malezi na makuzi. Tumewaachia house girl, tumeachia house boy, lakini cha kusikitisha zaidi tumeachia watoto. Tukinunua kile kifurushi, tumeshaachia vifurushi vinawaongoza watoto. Kwa hiyo wanajifunza yasiyofaa na yanayofaa. Kweli tunakimbizana kwenye masuala mazima ya uchumi, lakini tujikite kwenye masuala mazima ya malezi, kuwa na familia bora. Tunaowaona hapa waliokuwa meza kuu hawakutokea from nowhere. Tunaowaita wadau hawakutokea from nowhere. Walilelewa vizuri,
wakakuzwa vizuri, na leo hii tunafurahi, tunawaita wadau, tunafurahia mdau mkubwa kwenye kata yetu. Tuwalee watoto wetu na sisi vizuri. Yaani kukimbizana kiuchumi usitusababishe sisi watoto wetu wasikose malezi. Mabanda ya video, watoto wanakaa muda mrefu usiku wanatembea, hatuangalii, hatujui wanacheza wapi, hatujui marafiki zao, hatujui wanacheza na nani. Lakini msingi wa taifa hili ni watoto, kwa sababu hata sisi kwa umri wetu tulikuwa watoto. Tusipowalea watoto vizuri, tutakuwa na taifa la ajabu. Lakini kwenye kitu kingine ambacho nilikuwa nataka nikihusie ni maendeleo ya teknolojia kwa hawa watoto. Watoto wamekuwa wakiingia kwenye kefu, wanajifunza vitu vya ajabu, wanajifunza tabia zisizofaa. Lakini kwa bahati mbaya sana, wazazi wa sasa hivi tunaona kama kulea mtoto na kumbembeleza, tunambembeleza kwa simu. Wazazi wenzangu wenye rika kama langu hili au wanaonizidi, kipindi chetu sisi nani alilelewa na simu? Tuwalee watoto wetu, tuangalie mila, tamaduni zinazofaa ili watoto wetu wawe bora. Tunawalea watoto kimayai mno, tunawalea kidijitali. Lakini cha kusikitisha, tumesahau masuala mazima ya imani. Hapa hakuna mtu ambaye hana imani. Hakuna ambaye sio Mkristo, hakuna ambaye sio Muislamu. Lazima kuna imani unayo. Sisi tunakwenda misikitini, tunakwenda